Mimi niko na shabiki la Kafu baada ya kipigo hapo jana, nimsikie na yeye pia na maoni yapi haswa baada ya kuzungumza kwa kile ambacho kilitokea hapo jana kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Kama ulikuwa ukumbuki na ufahamu, na mimi niko hapa na kukumbusha, jana usiku mnyama Simba Lunyas amefungwa mara 6 mfululizo dhidi ya klabu ya soka Young Africans. Shabiki uko poa? Mimi niko poa kwa sababu binafsi nina furaha kubwa. Nina furaha kwa sababu siku zote ukiwa na malengo lazima ukubali malengo yako na kwenda kufika wapi. Kipindi tunawaambia ndugu zetu kwamba huu mfumo ambao tunakwenda nao Simba tunaweza tukafungwa hata mara 30 na Yanga. Kwa binafsi mimi kama shabiki la Kafu, matokeo ya jana nimefurahishwa kwa sababu ninajua nini ambacho nakihitaji, kwa sababu malengo yetu ni yale yale. Na nilishowahi kusema wanaharakati, msimamo wetu bado uko pale pale. Tunatimizaje harakati yetu? Lazima tusimize kwa vitendo. Hii ndio maana halisi ya kutimiza kwa vitendo. Babu alinipigia simu akaniambia, kilio chako nimekisikia, tutaendelea kupigwa kwenye mshono mpaka tuseme kwamba tunataka au hatutaki. Kwa sababu tunaposema sisi tunaonekana hatuna akili, tunapofanya yani vitu vinaonekana haviko sawa. Kwa mimi ninaamini kufungwa kwa jana ndipo tutaona zaidi panapovuja, na ndio maana Yanga walikuja na slogan ya kupiga kichwani, wanajua kichwa kiko sehemu gani. Na ndio maana wakawa wanajidai, kwa sababu kumbukeni hata kauli yao baada ya jezi yetu kuvujisha, wakasema kwamba kuna watu wetu bado tumefanyaje, tumewaacha na jezi zetu wataendelea kuvujisha. Na ndio hapa maana halisi tumeona, lakini pia tusubiri kinachoendelea mbele ili tuweze kupata maamuzi zaidi. Bwana, mnadhani madhaifu haswa yalikuwa upande gani haswa mkaweza tena kupoteza mara nyingine dhidi ya Young Africa? Binafsi udhaifu upo kwa viongozi na wanachama, kwa sababu makubaliano na wanachama ni hakuna. Leo hii ukimuuliza shabiki wa Simba amekutana mara ngapi na kiongozi wake ni hamna. Lakini ukiwauliza mara ya pili watakwambia mabakuli ya supu kila siku wanatembea. Maana yake nini? Wenzetu wako pamoja. Sisi tuko pamoja, huwa nguvu moja, tunatumia nguvu moja, lakini nguvu moja ile sisi kwa mashabiki hatuna. Leo hii kila shabiki yoyote ukimuuliza nchi hii anakwambia Mangungu amhitaji. Unajua watu tunaposema Mangungu hatumhitaji, watu wanashindwa kutuelewa. Kweli Mangungu tumemchagua sisi, hatukumchagua Mangungu kwa ajili ya kufungwa na Yanga. Tulimchagua Mangungu kwa ajili ya maslahi na maendeleo ya mpira wa Simba Sports, kwamba akasimamie misingi ya wanachama, na ile timu ni ya wanachama. Unapokuwa timu ya wanachama lazima uhakikishe unashirikiana na wanachama. Lakini Mangungu katutenga, akaenda kukimbilia kwenye bakuli la hela, kwamba anaona kwenye hela ndio kuna sahihi zaidi kuliko hao wanachama ambao wamemchagua. Na mimi ninawaambia, maana nimeanza kusikia baadhi ya machao ambao walikuwa wanatupinga kipindi kile tunamwambia Mangungu hatufai, wanasema kocha aondoke. Pale Simba hata alete Guardiola, na mechi ijao kocha wa Simba akiondoka Safari Davis, na waahidi kuna goli 5 zitasimama Benjamin Mkapa. Simba atakufa goli 5. Na kuambia mimi shabiki la Kafu, siwaga nasema ukweli. Kama Mangungu hajaondoka, akaondoka kocha wa Simba, akija kocha mpya zinasimama goli 5 pale. Benjamin, watu hawataamini. Goli 5 zinasimama tena Benjamin Mkapa. Akiondoka Fadu, Mangungu akabaki, kunasimama goli 5. Kwani shida iko kwa Mangungu, shida iko kwa Fadu Def? Shida ipo kwa Mangungu kwa sababu Mangungu ndio kiongozi wetu ambaye ameshindwa kutuunganisha wanachama, kutuweka sehemu moja. Mfano hai, Yanga someenda kwa kukutana na wanachama pale. Wameahidi nini? Ile mechi wameenda kuwapa wazee, maana yake wanatambua umuhimu wa wazee na wanachama. Sisi wazee hatuna. Au sisi tunamiliki misukule huko, wazee hatuna. Yaani kuna vitu vingine viko wazi, tutakuwa tukae tu tunajadili, tunaanza kujifunza. Na si vibaya kama unakwenda kujifunza kwa mtu. Lakini pia wao wana mkutano wao kabla ya nini? Kabla ya ligi kuanza. Sisi mkutano wetu mwezi wa kwanza. Ile imekuwa sensa, wanaenda kujipigia hesabu muda wowote. Lazima mkutano wowote wa msimu au hata serikalini tunaona mwezi wa 6 hadi mwezi wa 6, maana yake bajeti inaanza kabla ya nini? Ya matukio. Lakini sisi Simba Sports bajeti inaenda kupigwa nusu msimu. Maana yake bajeti ya mwaka jana unakuja kujumlisha na msimu, unasema nimetumia bilioni 20. Haya bilioni 20 sasa imetumika. Ya msimu gani? Unakuja kupiga msimu. Kwa hata sasa hizi Simba tujakaa kikao cha wanachama kubanana bajeti kiasi gani. Tunangoja mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ndio sehemu ya kupiga bajeti. Na wakati msimu wa mpira unaanza mwezi wa 6, mwezi wa 8, ambao bajeti yake lazima upige mwezi wa 7 kurudi nyuma. Kwa unajua kabisa hapa wazi tunaweza kusema kiko sahihi. Lakini pia ukiona watu wanakuimbia kila wakati, lazima ubebe vilago uondoke. Leo hii mwenzetu kaifanya timu ile ya Simba ni mali ya Matumbi. Umenielewa? Leo Simba ni mali ya Matumbi. Sababu mtu mmoja tu amekaa kwenye nchi pale anabicha. Lakini pia mimi nataka nitoe ombi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano, mnatuongoza mashabiki wote tunaopenda mpira wa Simba na Yanga. Mmeonekana kwenye jambo la Yanga, mmekuwa mkiitetea zaidi. Wakilalamika kidogo mnawasikiliza. Sisi mashabiki wa Simba leo hii tunalalamika Mangungu hatumhitaji. Sio mpaka tushikiane mabunduki, tushikiane risasi, mabomu ya machozi na vitu vingine ndio ionekane kwamba sisi hatumhitaji. Maneno tu yanatosha kumwambia mtu kwamba hatumhitaji. Kwa maana yake ni nini? Tunaomba msaada, watusaidie kabla hatujafika mbali kuonekana na sisi tunafanya nini? Tunafanya vurugu. Kwa maombi yetu yako sahihi, lakini pia kama Mangungu ataendelea kubaki, mimi naamini mnara ambao unakwenda kusimama unasimama, kwa sababu ukija kuangalia kwenye kikosi chetu tumesajili vizuri, tuna wachezaji wazuri, na ninakuhakikishia mechi zote za kimataifa tutashinda. Lakini kija swala la mechi na Yanga
mshono unaendelea. Mechi zote za kimataifa wasiwe na wasiwasi. Sisi kama wana Simba ambao tunaipenda Simba tunahakikisha Simba anashinda. Lakini mechi za hapa nyumbani lazima kieleweke. Mpaka yule mzee atuachie timu yetu. Na ninasikia jana analalamika anasema waamuzi. Mimi nataka niwaulize swali ndugu zangu. Waamuzi wa mechi ya kwanza tulitoka hapa Tanzania au dabi ya kwanza unaonyesha wale tumemfunga Yanga goli 4 waamuzi kutoka Misri. Sio walikuwa wazawa. Tumewafunga Yanga goli 1 waamuzi walikuwa wapi? Sio walikuwa wazawa. Lakini pia tukaona waamuzi hawatufai, viongozi wetu wakatamisha waamuzi wabovu. Waamuzi tumetoa Misri, tumefungwa goli 2 Benjamin Mkapa. Au tunafungwa na waamuzi. Na mimi nataka nimwambie Mangungu, kama shida ni waamuzi, chukua familia yako ukachezesha na bado Yanga atatufunga. Hamna tena kitu kingine ambacho tusingizia. Hata kama akachukua familia yake akapange uwanjani wao waamuzi, lazimeni kamezana watu wengine na benchi la ufundi aweke, bado Yanga atatufunga kwa sababu wewe hutaki kushirikiana na sisi ndio wenye Simba yetu. Na mimi ndio maana kwa sababu hivi vitu lazima vikae vinaelewa, kwa sababu viongozi kama Mangungu hawezi kwenda kumlaumu muamuzi. Kwa kulaumu muamuzi ni sisi. Bwana muamuzi kafanya hivi. Lakini pia kama analaumu waamuzi, kwani waamuzi wametangazwa jana? Nasikia jana alikuwa anataka kuondoa timu, unaondoa timu ile finali yako. Umeshaenda sare sasa. Umepata sare kipindi cha kwanza, una nguvu ya kuondoa timu. Si unaweza kujiamini kwamba naweza nikashinda. Kwa maana yake kacheza. Kaona kwamba mechi ni muhimu na ndio maana kalalamika. Lakini pia tuwapongeze waandishi kwa kutukamatia jambazi wetu ambaye alikuwa anataka kuwakimbia Benjamin Mkapa. Na sijui sasa toka muda gani yule. Sio kabla ya mechi kuisha. Maana nilikuwa namuona anakimbia pale. Kwa hiyo tunashukuru mmetukamatia, tumejua sasa madhaifu yake yako wapi na tutaendelea kupiga kwenye mchono kwa sababu Dr. Mo alikuwa anaongea hapa akaletewa Doka. Mimi na Mnandi Junior tumemwambia hivi sio ulete Doka. Leta hata defender ya jeshi tu tutahakikisha tunakusema mpaka hata kama tukikaa gerezani miaka 100. Ile gereza tumetengenezwa sisi wa Tanzania ambao watakuwa na makosa wakae gerezani. Wakiamini sisi tuna makosa, tuko tayari kukaa gerezani kwa ajili ya kuwajibika. Bwana mimi nataka nimalize na wewe kitu kimoja. Itoshe kusema ya kwamba Young Africans wana uongozi bora kuliko Simba Sports Club. Kwa ushirikiano wao wana uongozi bora kuliko Simba. Kwa sababu wao wanashirikiana vilivyo na wanachama wao na wanatambua ile timu ni mali ya wanachama na wala sio mali ya mtu mmoja. Viongozi wa Simba wanajua ile timu ni mali ya wao, viongozi wako ndani na ndio maana nataka kushirikiana na sisi. Kwa maana wale ni bora kuliko sisi kwa sababu wao wanashirikiana, lakini pia watu watakiwa wajue 110 ni wengi kuliko 10. Kwa Mangungu atakiwa ajue ile jopo lake lote lile. Na Watanzania tuliokuwa sisi tuko wengi, tunaweza tukaamua lolote na likajibu. Na jana tuliamua tufungwe na tumefungwa, kwani tunashindwa kufungwa? Na ndio maana mimi najiamini nakwambia hivi, kocha akiondoka kuna 5. Mnara utasimama pale Benjamin Mkapa. Na siku hiyo sasa lile gari halitawaka lile. Jana sikakimbia na gari. Lile gari halitawaka atatoka na miguu pale. Sasa ndio atajua kwamba wana Simba wabaya au wazuri kwenye nchi hii. Mimi nakwambia kama pale gari halitawaka, amuamini maneno yangu, hifadhini, mtakuja kunikumbuka hata kama nikifa nipigieni simu nikiwa kaburini nitajibu. Bwana shida iko kwa Simba, shida ipo kwa uongozi. Shida kubwa kwenye klabu ya Simba, shida ipo kwenye uongozi. Na ndio maana matokeo mabovu tunapata kwa sababu huwezi kusema zaidi ya sisi watu tuonekane akili hatuna. Viongozi wetu ndio wana changamoto. Changamoto yao iko wapi? Changamoto hawataki kusikiliza mahitaji ya wanachama, na siku zote ukikosa kusikiliza watu ambao unawaongoza, maana yake wewe uongozi watu unajiongoza wewe mwenyewe. Unanielewa? Na ndio maana sisi tunalaumu kwa sababu hata watu wanaweza kusema labda tumesajili vizuri sio na nini. Sawa, umesajili vizuri. Unajiongoza vipi kwenye usajili? Leo hii kuna picha ya Mangungu akipiga na mchezaji yoyote kwa Simba. Ipo. Kama ipo mimi nampa milioni 10 Mangungu. Kama Mangungu alichaje kupiga picha na mchezaji yoyote wa Simba, mimi nampa Mangungu milioni 10. Mimi kasema milioni 10 ndio ndafikia clip leo kufunga Yanga, mimi nampa milioni 10. Kama kuna clip ipo, lakini pia kama kuna clip Mangungu akishare maisha yake au sehemu yake ya mpira na wanachama wake, wamekaa sehemu moja wanapiga picha na nini wanafurahi. Hiyo clip kama ipo mimi nampa tena milioni 10, jumla milioni 20 hiyo. Akaweke. Kama kuna picha anafurahia Mangungu na wanachama wake wamekaa sehemu moja wanacheka na nini wanapiga picha. Ipo. Mimi nampa tena milioni 10. Sinajiamini. Sizipo. Lakini pia kama kuna mechi Mangungu kaja uwanjani kavaa jezi ya Simba kuna milioni 10. 30 hizo. Hifadhi. Kama kuna mechi yoyote hiyo ya kirafiki, hiyo ya nini Mangungu kavaa jezi ya Simba kija Benjamin Mkapa pale. Mimi nampa milioni 10. Maana yake anakuja kama jambazi uje Benjamin Mkapa. Mwizi anavizia, wataniona. Sasa unavizia nini mzee wetu? Timu acha, tuachie timu yetu. Bwana niweke nukta hapo na nikushukuru sana. Asante sana.